Anthony Koba kutoka Big Star FM Mbeya. Sawa sawa. Nimepata taarifa kwamba mkutano wa Mbayali umezuiliwa. Na mmeelezwa sababu ni nini hasa? Sababu zao ni zile zile ambazo hazina msingi sana. Wanasema barua yetu ilikosewa, lakini sasa wamezuia mpaka mkutano wa ndani ambao kisheria hauhitaji hata kuandika barua. Kwa hiyo ni hofu ya kujaribu kusabotage no reforms no election, lakini sisi we soldier on, wala hatuna wasiwasi, tutaendelea na mapambano. Makamu mwenyekiti, ni nini kinaendelea sasa baada ya hapo? Kwa sababu mkutano hapo tumesimama, tumesalimia wananchi, tumewaomba wananchi kwamba tutazungumza nao tarehe 31 hapo, tarudi hapo kufanya mkutano. Kimsingi katika uandishi wa barua ilikuwa kwamba tufanye mkutano jana tarehe 23. Ndio. Iliandikwa kwamba tungefanya mkutano tarehe 23. Tarehe 23. Maana ni juzi, leo tarehe 25 sasa makamu. Tarehe 24. Tarehe 24. Barua imekosewa kwamba ingeandikwa tungefanya tarehe 24. Lakini baadaye watu wetu wakajirekebisha, wakampigia OCD, wakamwambia tulikosea kwenye tarehe. Akawaomba kwamba kwa sababu wameshapeleka barua na wamecomply kwa muda, waandikie barua nyingine ya kuonesha hayo mabadiliko, kwamba tayari rejea barua yetu ya tarehe fulani, tulikosea kidogo kwenye uandishi kwa kuandika tarehe ambayo sio ya mkutano. Kwa hiyo tutafanya mkutano kesho yake ambayo ni leo. Ndio. Lakini sasa kwa sababu we are in a military state, nchi hii imekuwa police state. Wamezuia mkutano kwa sababu wako pale kwa maelfu. Wangeweza kusimama pale, mimi nikazungumza na wananchi dakika 40 nikaondoka. It doesn't change anything. Sasa kwa sababu wana behave kama polisi wa kikoloni, wameleta pale magari ya kuwasha, wamekuja pale, wametumia gharama, wamezuia tusifanye mkutano. Ni uharibifu tu wa resource na muda, lakini hakuna hoja yoyote ya msingi. Kwa sababu kila mtu anaweza kukosea katika uandishi, lakini akijirekebisha unaelewa. Na yeye mwenyewe ndiye alituambia tuandike barua ya kukumbushia hiyo barua ikiwa na majibu sasa ya tarehe halisi ambayo tutafanya mkutano. Na tulifanya hivi. Sikiliza, amenizuia mimi kushuka hata kwenye gari. Kushuka kutoka kwenye gari, wameblock mlango wa gari yangu. Niliposimama pale, viongozi wetu wameandaa hata chakula pale, wamenizuia mimi kushuka kura. Kinyume na utaratibu wa haki za binadamu, kwa sababu kusubject mtu kwenye kumnyima chakula ni uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu. Wamenizuia mimi kushuka kura pale. Sasa makamu mwenyekiti, pengine nini kinafuatia baada ya hapo? Tutarudi hapo. Sisi hii vita tumeamua hatuiachi, tutarudi hapo. Na kwa sasa uelekeo ni wapi kwa wale ambao wanatufuatilia? Tunaelekea Njombe, tutazungumza na viongozi wa chama leo Njombe, na kesho asubuhi tutafanya mkutano wa hadhara Njombe mjini, na baadaye tutazungumza mkutano wa jioni Makambako kesho. Nikushukuru sana makamu mwenyekiti, na poleni kwa changamoto. Asante. Shukrani.